kwa nini shares zina make sense zaidi kwa mtu ambaye ana miaka 20, 30 maybe mpaka 40 hapo na sio baada ya hapo? Kwa kusema kweli shares zina risks, yani zina hatari, yani hatari ya kuporomoka, kupanda na kushuka. Sawa? Mara nyingi shares kwa nyingi makampuni mengi nimeona zikipanda. Lakini kuna watu walinunua shares kwa baadhi ya makampuni. Kwa mfano Vodacom iliuzwa miaka kama 7 ilipita sasa. Bei yake ni ile ile. Dividend yake ni ndogo, sawa? Kulinganisha na hela watu walioweka. Natoa tu mfano ambayo yani iko dhahiri, hii ni public information. Kwa mfano nikichukua hisa kama ya labda NMB. Mimi nimeanza kununua NMB ikiwa inauzwa shilingi 900 nafikiri nimenunua 2012. Ikaja ikapanda ikafika mpaka shilingi 4700. 2015 au 2015 around there. Yaani kwa miaka 3 ikapanda mpaka shilingi 5000. Almost 5000. Alafu baadaye ikaja ikashuka mpaka shilingi 1900, 1700. Umenielewa? Kuna mtu alinunua kwa shilingi 4000 na kitu. Sasa afikiria wewe una miaka 60 ndio umestaafu, alafu kachukua hisa zako kanunua kwa shilingi 4700, alafu kaje kashuka mpaka shilingi 1900. Value ya money. Kwa hiyo itakupatia stress fulani kama una kipato kingine. Nikupate na mfano mwingine. Hisa ya Tanga Simba Cement ile Simba Cement mimi nimeanza kununua kwa shilingi 2000 around. Ikoje kapanda mpaka shilingi 4500 2015. 2014-15 ikaenda mpaka shilingi 4000 ngapi? 500. 4500. Baadaye kuja kashuka mpaka shilingi 400. Na umenunua kwa 2000. Na mimi no umenunua kwa 4500. Na kuna mtu alinunua kwa 4500, yes. Alafu imekuja kashuka mpaka shilingi 1000, shilingi 400. What does that mean? Ni pressure. Ni pressure kwa mtu ambaye amefikia umri ambao hawezi ku earn more money. It can be a pressure. Naona? Na kama pia vile hana kipato kingine. Na kwa mfano, kuna kipindi kama miaka 7 hivi hawakuwa watoe dividend. Hawatoi gawio kwa mwaka. Then kama umestaafu utapata wapi hela kula? Naishije? Naona? Kwa hiyo yani hizi investment inabidi kumshauri mtu kulingana na umri wake. Lakini kwa mfano kuna mtu alikuja mimi nikamshauri, alikuja na pesa akaniambia naomba nipatie ushauri ninunue hisa. Nikamwambia sasa hivi hisa kununua ni hapa. Nilimwassess vizuri tu nikamwambia nunua hisa ya Simba wakati inauza shilingi 400. Nilikuwa najua kabisa sio value yake. Sio book value, yani kama sio value, yani kama ukiliquidate kampuni sio shilingi 400 kwa kila hisa. Nikamwambia nunua hii hapa, kanayo ikifika shilingi 2000. Na unajua kwa nini mwambie shilingi 2000? Hisa ilifika shilingi 4700. Kwa hiyo nikasema angalau ikifika nusu ya hela iliyoshe kufika uza. Kweli after 1 year and a half ikawa imefikisha shilingi 2000. Imegrow 5 times. Kama grow 5. Lakini kumbuka hapa kuna watu wengine wako analia kuna hiyo shilingi 400 kwa sababu alinunua kwa shilingi 4000. Na walikuwa wapata dividend for many years. Kwa hiyo inahitaji kuelewa umri wa mtu. Inahitaji kuelewa financial situation ya mtu ili kuweza kufanya investment. Otherwise unaweza kashangaa wakati mwingine analia, wakati mwingine anacheka au analia kwa sababu kwa mfano mtu ambaye amenunua hisa kwa shilingi 4000 alafu imekuja inauzwa shilingi 400, then this is when you have to buy more. Lakini human psychology globally, kila sehemu duniani, this is the time when everybody is is rushing to sell. Waenda kuuza. Lakini investors, this is when they go and buy more kwa sababu anajua hii kampuni nzuri. Ilikuwa shilingi 4000 sasa ni shilingi 400, then we are going to get more units. Then you can make a fortune from that. Okay. Kwa mfano kama sasa hivi ilikuwa shilingi 400. Yes, hiyo Tanga Cement. Sasa hivi shilingi 3000. It has grown many folds. Kwa hiyo high risk high reward, si ndio? Yes. Okay. Yeah.